Acha tuombe alafu tuingie katika mafundisho. Bwana Mungu wa baba zetu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Yakobo, sifa na utukufu ni kwako Bwana, ukiwa katika kiti chako cha enzi, mahali pako pa juu palipo patakatifu Bwana. Mungu, nasema upo pamoja na wenye mioyo iliyotubu, mioyo iliyoshuka, mioyo iliyonyenyekea. Tazama Baba, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo tumekuja mbele zako ili ukapate kuzungumza nasi Bwana. Enda ukaweke mioyo yetu wazi mbele zako Bwana. Tafadhali Mungu uliye juu, enda ukatusaidie, enda ukatupe hekima, enda ukatupe ufahamu, enda ukatupe akili ya kuelewa Bwana, kupambanua ni jinsi gani Bwana tunaweza kukaa maisha kukupendeza na kuepuka uovu. Ni jinsi gani Bwana, naomba ukatufundishe vile ambavyo tunaweza tukaishi maisha ya kung'aa katika mwanga, katika ulimwengu ambao umejaa giza na dhambi. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, enda ukajitwalia utukufu kutoka kwa nafsi hizi, maana naamini kila mmoja amefika mahali hapa kwa ajili ya utukufu wa jina la mwanao Yesu Kristo. Mungu, enda ukasawazishe kila kitu ambacho Bwana hakiko sawa katika mioyo yetu. Enda ukatutakase Bwana kwa damu ya Yesu Kristo, maana unasema ni heri wale ambao dhambi zao na maovu yamefunikwa kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu, enda ukatupe kuelewa Bwana, enda ukatupe kupambanua. Enda ukamkumbuke mtumishi wako Bwana mahali pale ambapo ameenda katika mkutano Bwana. Enda ukajitukuze mahali pale pia, na hata kupitia watumishi wengine pale Bwana. Mungu, enda ukazidi kujidhihirisha na kujitukuza. Na ni katika jina takatifu, jina la Yesu Kristo Baba tuomba na hata kuamini. Amen. Tuangalie kitabu ambacho ni Wagalatia 2. Wagalatia 2 mstari wake ni wa 18. Mada ya ujumbe wa leo ni hekima itokayo juu kwa Mungu. Hekima itokayo juu kwa Mungu. Andiko anasema katika Wagalatia 2:18 kwamba lakini ikiwa mimi ninajenga tena kile ambacho nimekwisha kukibomoa, basi ninaonyesha kwamba mimi ni mkosaji. Huyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mtume Paulo, katika waraka ambao aliandikia kanisa ambalo ni kanisa ambalo lilikuwa takatifu, lilikuwa limeamini Yesu Kristo na kazi zake pale msalabani. Paulo alitazama akaona lile kanisa watu wanakaa katika hali ya umwili mwingi sana. Watu hawakai katika njia ambazo zinampendeza Mungu. Paulo aliangalia akaona watu wanatembea kana kwamba hawaja kutana na Kristo wa Biblia, Kristo wa msalaba. Na Paulo akawa anawaambia, akawa anasema kwamba kama anajenga kile ambacho amekwisha kukibomoa, ina maana atakuwa mkosaji. Ina maana gani? Kama niliamini Kristo, kama nilimwamini Yesu Kristo na kile ambacho alikifanya pale msalabani, nikaamini kwamba kwa hiyo dhabihu moja nilitakaswa na nikahesabiwa haki, alafu nije nianze kukaa maisha ya umwili tena, nirudi katika ile asili ya Adamu wa kwanza, na maanisha tena kuja kurudi kwenye toba tena, nisimame tena katika imani, nitakuwa naonyesha kwamba ile dhabihu ambayo ilinikamilisha pale msalabani haikuwa imekamilika. Haikuwa imekamilika. Maana nilikuwa nimepokea nuru ambayo ni Yesu Kristo, alafu sasa nikaachilia ile nuru, nikarudi katika yale matendo ya kale ya mwili. Paulo ndo anasema inamaanisha nitakuwa ninajenga kile ambacho mimi mwenyewe kwa mikono yangu nimekibomoa. Maana Mungu anatupa wokovu kwa neema kwa njia ya imani, pasipo tendo lolote lile. Na inamaanisha nini Mungu akikupa wokovu bure, pasipo kufanyia kitu chochote?
Inastahili mimi na wewe tufanyie kazi ule wokovu ambao Yesu Kristo anatukabidhi pasipo chochote kile cha mwanadamu, pasipo jitihada. Wokovu ni 100% kazi ya Yesu Kristo. Hivyo ndio kitabu cha Wakolosai ukianza sura ya 2:11. Wokovu ni surgery ambayo huwa inafanywa na Yesu Kristo kwa mkono wake mwenyewe. Anaondoa ule moyo ambao huwa ni moyo wa jiwe, anaweka ndani yetu moyo wa nyama, na anatia ndani yetu Roho Mtakatifu ili atuongoze kumudu katika majaribu na dhiki katika wokovu. Kwa hivyo Paulo anatufundisha nini? Haistahili mtu ambaye alimwamini Yesu Kristo kurudi katika yale matendo ya kale. Haistahili. Na hastahili tu nisimame imara. Haijalishi unapitia hali gani. Unafaa ujue kuna Mungu mbinguni, na Mungu ana macho na masikio, anaona na anasikia. Kwa hivyo Paulo anaamsha dhamira yangu na anaamsha dhamira yako. Kuna jinsi ambavyo mtu ambaye amesulubiwa pamoja na Kristo anastahili kuenenda katika maisha yake ya kila siku. Maana kama kweli nimekufa na Kristo na nikazikwa naye, nikafufuka naye kwa njia ya imani, hakika kuna njia ambazo sistahili nizitembelee na kuna njia ambazo nastahili nitembee ndani yake. Tuangalie Wagalatia 2:20. Paulo anasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena ninayeishi, mbali Kristo aishie ndani yangu. Mbali Kristo ndiye aishie ndani yangu. Uhai nilio nao sasa katika mwili ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu aliyenipenda na kujitoa kwa ajili yangu. Huyu ni Paulo anashuhudia. Paulo anasema kwamba yeye amesulubiwa pamoja na Kristo. Yaani Paulo ana uhakika na kile ambacho anakizungumza. Anasema pale Kalvari waligongwa pamoja na Kristo msalabani kwa njia ya imani. Na anaamini kwamba kama jinsi ambavyo walisulubiwa pamoja na Yesu Kristo, Paulo anaamini kwamba alikufa pamoja na huyo Yesu Kristo, na akazikwa pamoja naye, na akafufuka pamoja naye. Kwa hivyo anaamini kwamba, na hana shaka Paulo anasema maisha ambayo anaishi yeye sio yale maisha ambayo alikuwa anaishi kale. Ni Kristo ambaye ako ndani yake ndiye anamuongoza. Ndio maana anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi ninaishi tena. Na hivyo ndio inafanya maisha ya Mkristo wa kweli. Mkristo ambaye anakiri Yesu Kristo kutoka ndani ya moyo wake. Haistahili niwe tu namkiri Yesu Kristo kwa kinywa. Wokovu wapendo huwa ni zaidi ya kukiri tu kwamba Yesu ni Bwana na mkombozi. Wokovu ni zaidi ya hiyo. Wokovu ni maisha ya mwanadamu ya kila siku. Kama venye kazi ni lazima ufanye ndo mkono uende kwa kinywa, wokovu ni maisha ya mwanadamu ya kila siku. Na tunahitaji hekima ambayo inatoka juu ili tuweze kustahimili na kutembea katika hali ambayo inastahili. Watu kama Danieli walikuwa na hekima. Mtu kama Yosefu alikuwa na hekima. Walikimbia dhambi, walikataa kuinamia sanamu. Kwa nini? Walikuwa na hekima ya Mungu. Na ile hekima ya Mungu na ile akili ambayo huwa unapewa, maana wakati umeamini kazi ya msalaba huwa unapokea mawazo ya Kristo, unaacha kutembea katika yale mawazo ya kale ya kibatili ya ulimwengu. Yale mawazo ya kale ukiacha, Mungu huwa anakupa akili ya Kristo. Ukipokea moyo wa Kristo, moyo mpya, unapokea na akili ya Kristo, unakuwa katika mawazo ya Kristo. Hautatembea katika yale mawazo ya kibatili ya kale wakati ulikuwa mtu wa mataifa. Na jaribu kusema nini? Mtu yote ambaye amekutana na Kristo, kama venye Paulo anaweka kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, huyo mtu anafaa atembee katika hofu. Si hofu ya kuongopa mambo ya ulimwengu, hapana. Hofu ya kwamba sistahili nimtende huyu Mungu jambo ambalo alistahili. Acha tuangalie waraka wa kwanza wa Korintho, sura ni ile ya kwanza 21.
Maandiko yanasema kwamba tunasoma Wakorintho wa kwanza 1:21. Maandiko yanasema kwa kuwa katika hekima ya Mungu ulimwengu kwa hekima yake haukumjua yeye, ilimpendeza Mungu kuwaokoa wale walioamini kwa upuzi wa lile neno lililohubiriwa. Huyu pia ni Paulo, mtu ambaye Mungu alimpa hekima ya juu sana, mtu ambaye alipaa hadi mbingu ya tatu, mtu ambaye alikuwa mwofu zaidi ya wote, lakini kwa rehema na neema za Mungu alikutana na Kristo, na Kristo akabadilisha Paulo, na Paulo akatuandikia nyaraka nyingi sana na nyaraka nzuri zaidi, ambazo ukizisoma ukiwa katika utulivu wa akili na uombe Mungu akupe imani ya kuelewa, uombe Mungu akupe akili ya kupambanua, utakaa maisha ya haki katika ulimwengu. Hata kama itakubidi kusimama peke yako, utasimama katika haki na utasonga mbele ukitumikia Yesu Kristo. Paulo anasema kwamba ulimwengu katika hekima yake, kuna hekima ya ulimwengu na kuna hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu ni hekima ambayo inatoka juu na inapatikana kupitia Yesu Kristo. Hekima ya ulimwengu ni hekima ambayo tunazaliwa nayo katika ile ya hali ya asili. Kwa kuwa katika hekima ya Mungu ulimwengu kwa hekima yake haukumjua yeye. Maandiko yanasema kwamba ulimwengu katika hekima yake, ile hekima ya ulimwengu ambao watu wa zama zile Yesu alisulubiwa walikuwa na hekima. Mafarisayo walikuwa, Wayahudi pia walikuwa, watu ambao walikuwa walimu wa sheria, watu kama Nikodemo walikuwa watu ambao walikuwa walimu kweli wa sheria na amri za Mungu, lakini hekima yao ilikuwa tu ya ubatili, ilikuwa ya ulimwengu. Hawakuwa na hekima ambayo ilikuwa inatoka juu, maana wangekuwa na hekima ya Mungu hawangemsulubisha Yesu Kristo. Wangetambua huyu ni Yesu Kristo, huyu ni uzima, huyu ni mwana wa Mungu, wangemheshimu na wangetii chenye alikuwa anawaambia. Lakini walijifanya kwamba wanajua kushika amri sana, wakasahau zile amri ambazo wanazishika zilikuwa kivuli cha Yesu Kristo, zilikuwa zinamshuhudia Yesu Kristo. Mungu anapendezwa sana wakati mwanadamu anakuwa na hekima ambayo inatoka juu, hekima ambayo inapeanwa na Mungu, hekima ambayo ilikuwa na mwanaume kama Ezra, mpaka mtu wa mataifa anashuhudia kwamba huyu mtu amepewa hekima na Mungu kweli. Tuangalie kitabu cha Ezra Saba 25. Hii ilikuwa ni barua kutoka kwa mfalme Atashasta, ambaye alikuwa ni mtu wa mataifa. Alikuwa ni mtu ambaye amjui Mungu wa kweli. Watu wa mataifa nyakati zile walikuwa wanaabudu miungu. Lakini huyu mtu Mungu alipata kumpa ufunuo kwamba Ezra ako na hekima ambayo inatoka kwa Mungu. Huyu mfalme alipata huo ufunuo, akapata kuelewa kwamba Ezra, kama jinsi ambavyo ameishi kumuona, ni mtu ambaye ni tofauti sana na watu ambao walikuwa nyakati zile. Ukisoma 25:7 kitabu cha Ezra inasema, nawe Ezra, kufuatana na hekima ya Mungu wenu ulio nayo, weka mahakimu na waamuzi wote wanaozifahamu sheria za Bwana, sheria za Mungu wenu, ili watoe haki kwa watu wote wa ng'ambo ya mto Frati. Nawe inakupasa umfundishe yeyote ambaye azifahamu. Huyu ni mtu wa mataifa. Sisi si watu wa mataifa tena ambao tuko ndani ya Kristo. Sisi ni Waisraeli wa kiroho. Yeyote ambaye ameamini Yesu Kristo huwa unakuwa Mwisraeli wa kiroho. Ezra, huyu mfalme anamwandikia huu haraka, anamwambia aweke mahakimu ili wawe waamuzi wa watu. Na anaambiwa kwa ile hekima ambayo umepewa na Mungu wenu,
Inatuonyesha kwamba kuna hekima ambayo inapeanwa na Mungu, na hii hekima inapatikana kupitia Yesu Kristo. Wakati hujaamini Yesu Kristo hauwezi kupokea hii hekima. Wakati hujatubu dhambi na ukageuka na kuweka imani kwa Kristo, hauwezi kuwa na hekima ambayo inatoka juu mbinguni. Ezra alikuwa na hiyo hekima, na mtu wa mataifa anashuhudia kwamba huyu mtu kweli ana hekima. Maana maandiko yanashuhudia kwamba Ezra alikuwa amekuwa sana katika kumjua Mungu. Hekima, alikuwa anazishika amri za Mungu. Ezra alikuwa anafundisha amri za Mungu, na Ezra alikuwa anatii amri za Mungu. Hii ni tofauti na sisi watumishi wa leo. Leo tunafundisha lakini hatutii. Mungu anataka tuamke, tuwe kama Ezra. Tuwe kama Ezra. Tuangalie waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro 3 mstari wa 15. Cha tuanze 14. Waraka wa pili wa Petro 3:14 na 15. Maandiko yanasema, kwa sababu hii wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo haya, fanyeni bidii ili awakute katika imani bila mawaa wala dosari. Hesabuni uvumilivu wa Bwana kuwa ni wokovu, kama vile ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima ile aliyopewa na Mungu. Kwa kuwa mnatazamia mambo haya. Tukiwa ndani ya Kristo kuna mambo ambayo tunatazamia. Tunatazamia kuvikwa taji ya haki siku ambayo Kristo atarudi. Lakini ili tuvikwe lile taji la haki, lazima tuwe na bidii katika imani, tutembee katika njia ambazo zinampendeza Mungu. Maana kama nikitembea katika njia ambazo hazistahili, sitaweza kufikia lile taji ambalo limewekwa kwa ajili ya watakatifu. Jambo lingine ambalo Petro hapa anazungumzia kuhusu hekima ambayo Mungu alikuwa amempa mtume Paulo. Hekima ambayo inatoka juu. Paulo kwanza, kama wewe ni mtu ambaye unapenda kusoma neno la Mungu, unaelewa maisha ya Petro ya mtume Paulo ya kwanza. Paulo alikuwa ni yule mtu ambaye alikuwa ni muuaji mkuu zaidi kwa Wakristo. Yeyote ambaye alikuwa anakiri Kristo alikuwa adui wa Paulo. Wakati alikuwa ni Sauli, alikuwa ni adui wake. Lakini baada ya Paulo kukutana na Yesu Kristo, maisha ya Paulo yalibadilika, na Paulo akawa amepokea hekima ambayo inatoka juu. Paulo akaanza kufundisha lile neno ambalo alikuwa analipinga, akaanza kulifundisha. Akaanza kushuhudia yule Kristo ambaye alikuwa anashurutisha watu kwa sababu ya jina lake. Akaanza kumshuhudia. Paulo akaanza kuandika hadi nyaraka ambazo zinahusu Kristo ambaye aliishi kuua watu kwa ajili yake. Ni kwa sababu gani? Unafaa uone tofauti ya mtu ambaye alikuwa na hekima ambayo ni ya ubatili ya ulimwengu, na uone mtu ambaye alikuwa na hekima ambayo inatoka juu. Alafu ukombea watu wawili. Ukombee Sauli na ukombee Sauli na Paulo. Ndio utapata maana ya waraka wa pili wa Paulo 5:17, kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Unakuwa kiumbe kipya mtu ambaye anatembea katika hekima ya Kristo, sio mtu ambaye anatembea katika hekima ya ulimwengu. Kwa hivyo omba sana Mungu akupe hii hekima ambayo inatoka juu.
Tuombe sana Mungu atupe hii hekima ambayo inatoka juu, ili tupate kutembea katika njia ambazo zinapendeza Mungu. Maana hatuwezi kukaa katika vuguvugu na tukazidi kusema sisi ni Wakristo. Hapana. Mungu anataka tupambanue. Mungu anataka tupambanue kweli. Tuangalie kitabu ambacho ni Yakobo. Yakobo 3. Tutaanzia mstari wa 13 hadi 18. Yakobo ambaye alikuwa ni ndugu yake Yesu katika mwili, ni mtu ambaye alitembea na Yesu Kristo. Yakobo alimjua Yesu Kristo ndani na nje. Kando na kutembea na Yesu Kristo, Yakobo ni mtu ambaye walizaliwa tumbo moja na Yesu Kristo, toka nitoke. Yakobo anatuandikia kuhusu aina mbili za hekima. Aina mbili za hekima. Na tunastahili tujifundishe kutoka kwa mitume kama hawa ambao walitembea na Yesu Kristo kwa miaka 3.5. Na baada ya Yesu kupaa, wakazidi kutembea na Yesu Kristo katika roho, wakitembea katika njia za haki, wakimudu katika dhiki ya wapiga Kristo ambao walikuwa hawapendi kusikia mtu akitaja jina la Yesu Kristo. Hao ni watu ambao walistahimili katika mateso makuu zaidi. Walistahimili, hawakuacha Ukristo. Walijua kwamba ni afadhali kuteseka kwa sababu ya haki ukitenda mema kuliko kuteseka kwa sababu ya kutenda uovu. Yakobo 3 mstari wa 13 tutaenda hadi 18. Yakobo anasema, ni nani aliye na hekima na ufahamu miongoni mwenu? Basi na haionyeshe hiyo kwa maisha yake mema na kwa matendo yake yaliyotendwa kwa unyenyekevu utokanao na hekima. Lakini ikiwa mna wivu na ni wenye chuki na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu kwa ajili ya hayo, wala msiikatae kweli. Hekima ya namna hiyo haishuki kutoka mbinguni, mbali ni ya kidunia, isiyo ya kiroho na ya kishetani. Kwa maana panapokuwa na wivu na ubinafsi, ndipo penye machafuko na uovu wa kila namna. Lakini hekima itokayo mbinguni kwanza ni safi, kisha inapenda amani, tena ni ya upole, iliyo tayari kusikiliza wengine kwa unyenyekevu, iliyojaa huruma na matunda mema, isiyopendelea mtu, tena isiyokuwa na unafiki. Mavuno ya haki hupandwa katika amani na wale wafanyao amani. Huyo ni Yakobo kwa roho wa ndugu yake Yesu Kristo. Yakobo ukiangalia tu ule mstari wa 13, huo mstari peke yake unatosha kukufunulia ni hekima ya Mungu unayo ama ni hekima ya ulimwengu. Yakobo anasema, sehemu ya habari inasema, basi na haionyeshe hiyo kwa maisha yake mema na kwa matendo yake yaliyotendwa kwa unyenyekevu utokanao na hekima. Anasema yule aliye na hekima itokayo juu, hiyo hekima ambayo ako nayo, ambayo ni hekima ambayo amepewa na Yesu Kristo, anafaa hiyo hekima aionyeshe kwa matendo yake mema. Maana hekima ya Yesu Kristo hautaionyesha kwa matendo ambayo ni dhalimu, haiwezekani. Mtu ambaye ana hekima ya Yesu Kristo ataidhihirisha na kuidhibitisha kwa matendo ya haki kila siku. Kwa hivyo mafundisho mengine mahali hapa Yesu Kristo anayapeana ili nijitafute na ujitafute. Mungu aheshimu mwanadamu, na Mungu hawezi akaheshimu mwanadamu. Mungu anaheshimu neno lake, maana siku ya hukumu
Mungu atahukumu ulimwengu kwa standard ya maandiko. Hilo ninalifahamu na unafaa ulifahamu na likae sawa katika moyo wako. Mungu atakuja tu kuhukumu ulimwengu kwa standard ya neno lake, na ndio maana tuliachiwa maandiko ili tutembee katika hayo, ili siku ya hukumu usije ukasema hili siku lifahamu. Maandiko yanaweka kila kitu wazi. Hekima ambayo tuko nayo tuidhihirishe katika matendo ambayo tunafanya. Kama una hekima ya ulimwengu itaonekana tu kwa matendo yako. Kama una hekima inayotoka juu itadhihirika tu kwa matendo yako. Mstari wa 14 maandiko yanasema, ikiwa mna wivu na ni wenye chuki na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu kwa ajili ya hayo wala msikatae kweli. Yeah. Kama nina wivu, nikiona jirani yangu anaendelea, ninasumbuka katika moyo wangu. Kama nina chuki, mimi ni muuaji, jambo la kwanza. Sina Kristo. Na kama mimi ni mtu wa ugomvi ni moja kati ya matunda ya mtu ambaye anatembea katika mwili, nafaa nijue nimesimamia mahali gani. Mungu anatuambia tusijivune katika hayo. Inamaanisha nini? Tunastahili upate toba katika hiyo nafasi. Upate toba katika hiyo hali. Ukisonga, Yakobo anasema hekima ya namna hiyo, hekima ambayo iko katika huo mstari wa 14, hekima ambayo ni ya mtu ambaye ana wivu, ana chuki na ana magomvi ndani ya moyo wake. Yakobo anasema hekima ya namna hiyo haishuki kutoka mbinguni. Tusidanganyane. Hekima ya namna hiyo ni ya kibatili, ni ya kidunia, ni ya kishetani. Maandiko yanaweka wazi. Kwa hivyo nijichunguze kama Morris, na wewe ujichunguze. Kwa maana 16, kwa maana panapokuwa na wivu na ubinafsi ndipo penye machafuko na uovu wa kila namna. Na maandiko yanatuambia kwamba Mungu ni Mungu wa amani, Mungu sio Mungu wa machafuko. Kwa hivyo kama ndani yako kila mara, sisemi huwezi gafilika, unaweza ukagafilika, lakini kama ni desturi, kama kuna jambo ambalo ni desturi ya kuwa na chuki tu, desturi kuwa na magomvi ni desturi, yani ni mtindo, unafaa ujichunguze. Unastahili ujichunguze. Mstari wa 17, Yakobo kwa roho wa Kristo anasema, hekima itokayo mbinguni kwanza ni safi, kisha inapenda amani, tena ni ya upole, iliyo tayari kusikiliza wengine kwa unyenyekevu, iliyojaa huruma na matunda mema, isiyopendelea mtu, tena isiyokuwa na unafiki. Hekima ambayo imetoka juu muda wote huwa ni haki. Haijalishi ni kwa nani, haki tu ndio huwa inasimama. Ukiwa na hekima ya Kristo, hata mtoto wako na majirani wakisimamishwa hapo, waambiwe huyu mtoto wako amefanya makosa, hautabishana, utachunguza ujue ni kosa gani. Ukisha kujua ni kosa gani, utahukumu kwa haki. Hautakuwa na upendeleo ati huyu ni wangu, hapana. Kama una upendeleo, unafaa ujue uko na hekima ambayo ni ya ulimwengu. Na Mungu anasema hekima ya ulimwengu ni ubatili. Hekima ya ulimwengu ni ubatili. Kwa hivyo Mungu anataka tu Morris ajichunguze na ujichunguze. Hekima ya ulimwengu, maandiko yanatuambia kwamba ni ya kishetani. Ni kweli, hekima ya ulimwengu inapeanwa na shetani. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alimuumba Adamu, na kutoka kwa Adamu Hawa akaumbwa. Mungu aliwaumba wakiwa wamekamilika vizuri sana, wakiwa katika uwepo wa Mungu muda wote, na wakatembea katika nuru hadi mpaka Hawa alipokuja kuanguka katika udanganyifu wa yule mwovu ibilisi shetani. Kuna jambo moja huwa ni muhimu sana kama kutii sauti ya Mungu. Kutii sauti ya Mungu.
Wale Mungu aliwapa amri, aliwapa neno lake wakalihifadhi kwa muda, lakini ikafika mahali wakakosa kuhifadhi lile neno la Mungu. Wakachukua neno la shetani na wakalihifadhi, na ikawa uangamivu wao. Kiangalia Mwanzo 3 mstari wake ni wa 6. Tunaona shetani anamwaahidi Hawa hekima ambayo ni hekima ya kibatili. Hiyo ndio hekima kila mwanadamu ambaye anazaliwa na mwanamke tunazaliwa nayo. Unasikia mtu anasema mimi ni mjanja sana. Wakati unasema wewe ni mjanja juu unafanya ufisadi. Unasema wewe ni mjanja juu unaibia mwenzako. Unasema wewe ni mjanja, huo sio ujanja, ni ujinga na unafiki. Mwanzo 3 mstari wa 6, maandiko yanasema mwanamke alipoona ya kuwa tunda la mti huo lilikuwa zuri kwa chakula na la kupendeza macho, tena linatamanika kwa kujipatia hekima, basi akachuma katika matunda yake akala, pia akampa mumewe aliyekuwa pamoja naye akala. Alitazama lile tunda akaona linapendeza kwa macho, pia linatamanika na kujipatia hekima. Yaani aliona ile hekima ambayo Mungu amemtengeneza nayo haistahili, akataka kutafuta hekima yake. Akaacha hekima ya Mungu akafuata hekima ya ibilisi shetani. Na hapo ndo maovu yalianzia. Na hapo ndo anguko la mwanadamu. Hapo ndo mwanadamu yeyote ambaye anazaliwa katika ile hali. Ukiwa na hekima ambayo ni ya kibatili, hekima ambayo huwezi kumtii Mungu, pasipo Mungu akuvute kwake na aweke moyo wako chini, aondoe kiburi ili upate kumtii. Ukiangalia kitabu cha Ezekieli 28, Ezekieli 28 mstari wa 3 hadi wa 5, inasema, je, wewe una hekima kuliko Danieli? Je, hakuna siri iliyofichika kwako? Kwa hekima yako na ufahamu wako umejipatia utajiri, nao umejikusanyia dhahabu na fedha katika hazina zako. Kwa werevu wako mwingi katika biashara umeongeza utajiri wako, na kwa sababu ya utajiri wako moyo wako umekuwa na kiburi. Huu ulikuwa ni unabii dhidi ya mfalme ambaye ni wa Tiro. Mungu anazungumzia, anamuuliza kwamba anafikiria kwamba yeye ana hekima hata kuzidi Danieli. Danieli ambaye alikataa kutii amri ya mfalme ya kuinamia sanamu na akasimama na ule ukweli. Anamuuliza, je, wewe umepita Danieli basi katika hekima? Of which Mungu alikuwa anajua aweze akamfikia Danieli. Mtu ambaye ana hekima ya kweli ni mtu ambaye anatii Mungu. Anatii Mungu. Anamwambia hekima ambayo uko nayo ni hekima ya ulimwengu kweli. Maana hekima ambayo unayo ni ya kutafuta tu mambo ya ulimwengu, lakini si mambo ya juu. Wakati ukiangalia Wakolosai 3, maandiko yanasema kwamba tumekufa pamoja na Kristo na uhai wetu umefichwa ndani ya Yesu Kristo juu mbinguni. Kwa hivyo wakati tuko ndani ya Kristo hatutafuti vya ulimwengu peke yake. Tunatafuta na mawazo yetu yote yanakuwa katika ufalme. Hekima ya ulimwengu inafanyanga mwanadamu awe na kiburi. Unaona kila muda niko sawa, kila muda ni mimi. Lakini ukiwa na hekima ya Kristo, utakuwa mtu wa kukaa chini na kusikiliza hadi wengine na kupata suluhu ya jambo lolote ambalo ni la msingi ambalo linastahili kurekebishwa. Kwa hivyo nastahili nitafute hekima inayotoka juu, na utafute hekima inayotoka juu, na inapatikana tu kwa utiifu katika neno la Mungu. Hekima ya Mungu inapatikana kupitia Kristo kwa utiifu wa neno lake.
Neno likikwambia enda kwa hii njia, unaenda kwa hiyo njia. Neno likikwambia si hii njia, unajua kwamba kweli ni Mungu ananionya na ananiambia si hii njia. Ukiangalia kijana ambaye alikuwa ni Yosefu katika kitabu cha Mwanzo wa 46. Yosefu Mungu alikuwa amempa hekima. 46:33 samahani 41, Mwanzo wa 41 mstari wa 33. Yosefu Mungu alikuwa amempa hekima kutoka utotoni mwake. Kutoka tu utotoni mwake Mungu alikuwa amempa Yosefu hekima. Alikuwa na uwezo wa kutafsiri ndoto Yosefu. Na ni hekima ambayo alikuwa amempa Mungu. Yaani Mungu alikuwa amempa hiyo hekima. Na Yosefu alitumia hiyo hekima kweli kwa njia ambayo inastahili. Maandiko yanasema basi sasa Farao na atafute mtu mwenye akili na hekima ili amweke kuwa msimamizi wa nchi ya Misri. Hapa ilikuwa ni baada ya Farao kuota ndoto ya masuke na ng'ombe 7 wenye afya na wengine ambao wamekonda, na akawa ametafuta wenye hekima ya ulimwengu, akashindwa. Wote waganga wa kienyeji na hekima zao za kiulimwengu, wote walishindwa kumtafsiria ile ndoto. Maana zilikuwa ndoto 2 na maana moja. Wote walishindwa. Na hapo Mungu akajitukuza kwamba hekima ya ulimwengu ni ya ubatili, lakini hekima inayotoka juu inastahili na inafaa. Kijana alikuja na akampa Farao tafsiri ya ile ndoto kama vile Mungu alivyomfunulia yule kijana ambaye ni Yosefu. Kiangalia 39 inasema, ndipo Farao akamwambia Yosefu, maadamu Mungu amekufunulia yote haya, hakuna mwingine yoyote mwenye akili na hekima kama wewe. Hata Farao alikuwa mtu wa mataifa, lakini anashuhudia kama mfalme Atashasta venye anashuhudia hekima ya Ezra. Farao anashuhudia kweli huyu kijana Mungu amempa hekima. Na Farao alishuka. Farao alinyenyekea chini ya huyo kijana ili aongoze katika lile swala la kukusanya nafaka katika taifa la Misri, maana kulikuwa na ukame wa miaka 7 ambao ulikuwa unakuja. Kijana alikuwa na hekima ya Mungu. Kiangalia kitabu cha Wagalatia 5. Wagalatia 5 mstari wa 19 hadi 21. Haya yote ambao Paulo mtume ambao ameyaorodhesha hapa kwa roho ya Yesu Kristo ni matendo ya watu ambao wana hekima ya Mungu. Ni matendo ya watu ambao wanatembea katika mwili, watu ambao wamekataa kujitiisha chini ya amri ya Mungu ambayo ni neno lake. Paulo anasema basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Na waonya kama nilivyokwisha kuwaonya kabla, kwamba watu watendao mambo kama hayo
hawataurithi ufalme wa Mungu. Paulo anasema na waonya kama nilipokwisha kuwaonya kabla. Ina maana Paulo alikuwa amewaonya Wagalatia, alikuwa amewaonya na huenda akawaonya na tena. Lakini Paulo hakukoma kuwaonya Wagalatia, maana hakuna siku neno la Mungu utasema limetosha. Neno la Mungu halitoshi. Haya ni matendo ya watu ambao hawana hekima ya Mungu. Uasherati, zinaa mahali hapana ndoa, hilo ni tendo la mtu ambaye hana Kristo na hana hekima ya Mungu. Uchafu uko aina nyingi sana. Ufisadi, watu ambao wanataka kuvuna mahali ambapo hawajapanda. Unataka ulipishe zaidi ya venye inastahili. Unataka ukoroge vitu ili upate faida ambayo si halali. Ufisadi. Ili tendo la uchafu Mungu atusaidie sana, maana watu wengi wako katika hii hali. Uko nje, huenda si hapa lakini uko nje, ama huenda kabla hujamwamini Kristo ni hali ulipitia. Uchafu unahusisha mambo mengi kama uavyaji wa mimba, huo ni uchafu. Watu ambao wanafanya matendo kama ya ushoga na usagaji, lesbianism, huo ni uchafu ambao Mungu hapendezwi nao. Na katika Agano la Kale Mungu alikuwa anadili na uchafu kama huo mara moja. Watu ambao wanamwaga damu zisizo na hatia, wanashiriki uchafu na uwaji. Watu ambao wanatumia mipira ya kujamiana wako katika uchafu na uwaji. Na Mungu anataka watu wapate toba kutoka kwenye haya matendo yote, maana sio mtu ambaye ako na hekima ya Mungu anafanya mambo kama yale. Mtu ambaye ako na hekima ambayo inatoka juu kwa Mungu akai katika huo uchafu. Watu ambao wanainamia sanamu za Maria, sanamu za Yesu Kristo. Watu ambao wanaenda kwa waganga kwa ajili ya kazi, biashara. Watu ambao wamejaza uadui ndani ya mioyo yao, ugomvi na wivu, hasira. Watu ambao ni watu wa fitina, mafarakano ama uzushi, maneno ambayo una uhakika nayo. Mungu anasema hawa ni watu ambao hawana hekima. Hawana hekima. Watu wa husuda, watu wa ulevi. Ulevi wa wanawake, ulevi wa wanaume, ulevi wa pombe, ulevi wa bangi, sigara, madawa ya kujidunga. Yote yale. Na ulafi. Ulafi si wa chakula tu. Mtu yoyote ambaye ana tamaa ambayo imepita kiwango, huyo ni mtu ambaye ni mlafi. Mtu ambaye anataka tu iwe ni yeye, hataki hata mtu mwingine afaidi, huyo ni mtu ambaye ni mlafi. Mtu ambaye haheshimu wazazi, ndio maana unaona Paulo anasema na mambo mengine yanayofanana na hayo, kama kutokuheshimu wazazi. Mtu yote ambaye haheshimu wazazi ni mtu ambaye hana hekima, na unastahili upate toba katika hiyo hali. Kwa hivyo Mungu atusaidie. Mungu atusaidie, maana pasipo kutembea katika njia za haki na Yesu Kristo, mwanadamu hawezi akarithi ufalme wa Mungu. Na huo ndio ukweli, na unabaki kusimama ukiwa kama ukweli katika neno la Mungu. Chunguza tu njia zako. Wakati uko katika vikao, kinywa chako ni maneno magani ambao yanatoka pale? Biblia inatufundisha kutemu ndimi zetu, kufunga ulimi. Ni maneno magani ambayo yanatoka katika kinywa chako? Wakati uko peke yako, ni mawazo gani ambayo yanakuwa katika moyo wako na akili yako? Mungu anataka tu mwanadamu apambanue. Mungu hataki mtu yeyote aingie katika moto wa milele jehanamu. Hataki. Mungu anataka
watu wote katika ulimwengu. Moyo wa Mungu ni watu watubu dhambi na wazitupilie mbali na waamini Yesu Kristo, na baada ya kuamini Yesu Kristo mwanadamu akae maisha ya utakaso mpaka mwisho, Yesu atakaporudi au utakapoondoka katika ulimwengu. Kwa hivyo nasisitiza tu utakatifu. Nasisitiza tu utakatifu. Waebrania 12:14. Utakatifu, amani na utakatifu ndio Mungu anataka. Na uwezi ukapata amani wakati hauna Yesu Kristo, maana Yesu Kristo ndio amani. Amani ya kweli inatoka kwa Yesu Kristo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, amani ninayowapa si kama ile ambayo ulimwengu unapeana. Inamaanisha nini? Amani ya kweli inapatikana kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo hakikisha una amani, si tu amani na ndugu yako, amani ambayo ni Yesu Kristo ndani yako. Maana ukiisha kuwa na amani ambayo ni Yesu Kristo ndani yako, utakuwa na utakatifu. Hautalazimisha. Kitu kimoja huwa najua na uokovu wa kweli. Uokovu wa kweli huwa haulazimishi vitu kufanyika, zinafanyika automatic. Maana Kristo ndiye anaongoza hizo vitu kufanyika kwa kuwa yuko ndani yako. Kwa hivyo tuangalie, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao bila kuwa nao hakuna mtu atakayemuona Bwana. Nikikosa utakatifu siwezi nikaridhi makao Yesu ameandaa, na ukikosa utakatifu huwezi ukaridhi makao Yesu ameandaa. Kwa hivyo tupambanue, tupate toba mahali popote ambapo kuna dosari. Tupate toba. Acha tuamini, tuombe. Bwana uliye juu sana, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, majina ambayo Baba utakumbukwa nayo katika vizazi vyote, nasema asante kwa ajili ya neno lako, neno la hekima. Umetufundisha Bwana, hekima inayotoka juu kwako inapatikana kupitia mwanao ambaye ni Yesu Kristo. Umetufundisha Bwana pia kuhusu hekima ya ulimwengu ambao inatoka kwa yule mwovu ambaye ni ibilisi, shetani. Mungu, katika jina la Yesu Kristo naomba Bwana ukatupe kupambanua, tupe akili ya kuelewa Bwana. Ndio kakemea yule mwovu ibilisi, shetani, katika jina lako Yesu Kristo. Baba, naomba Bwana rehema na huruma zako zikawe na kila mmoja mahali hapa. Na ni katika jina takatifu, jina lako Yesu Kristo Baba naomba na hata kuamini. Amen.